Makamu wa pili wa Rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali zinatambua na kuthamini mchango unaotolewa na mabaharia katika sekta ya bahari na maendeleo ya nchi. Ameyasema hayo katika hafla ya maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani yaliyofanyika kitaifa visiwani Zanzibar, iliyofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil uliopo Kikwajuni mjini Zanzibar. Amesema kwa kuzingatia umuhimu na mchango unaotolewa na mabaharia, serikali zinaendelea kuchukua juhudi mbalimbali za kutawisha kada ya mabaharia, ikiwemo kuwa na sera na mipango ambayo itawezesha sekta hiyo kuwa na mchango wa maendeleo nchini. Mheshimiwa Hemed amefahamisha kuwa serikali imejipanga katika kuhakikisha maslahi ya mabaharia yanalindwa kwa kuridhia mkataba wa kimataifa ya kazi za mabaharia mwaka 2006 ambao utakuwa tiba kubwa ya changamoto nyingi zinazowakabili mabaharia hapa Tanzania. Sambamba na hayo, makamu wa pili wa rais amempongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuridhia kuanzisha chuo cha mabaharia hapa Zanzibar ambacho kitakuwa na chachu kubwa ya maendeleo ya fani ya ubaharia itakayoongeza idadi ya vijana kupata nafasi ya kujifunza masomo hayo. Kadhalika amesema serikali imeweka sera nzuri za uwekezaji ambazo zinapelekea kuwepo kwa chuo cha mafunzo ya ubaharia Zanzibar kinachomilikiwa na kampuni ya Danaus ambacho kinachoratibu na kuendesha mafunzo mbalimbali ya ubaharia ili kukuza ufanisi wa kazi zao melini na kutoa ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika meli za nje. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, kwa lengo la kuboresha usalama wa usafiri katika Ziwa Victoria, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Uganda chini ya uratibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia Kamisheni ya Bonde la Ziwa la Victoria zimeendelea kutekeleza mradi wa kikanda wa kuboresha mawasiliano na uchukuzi katika Ziwa Victoria wenye lengo la kuimarisha huduma za utafutaji na uokoaji pindi inapotokea ajali katika ziwa hilo. Aidha, ujenzi wa kituo kikuu cha kikanda cha uratibu wa masuala ya utafutaji na uokoaji katika Ziwa Victoria, yani Regional Maritime Rescue Coordination Center, kinachojengwa Ilemela jijini Mwanza umefikia 71%. Sambamba na hilo, serikali inaendelea na ujenzi wa vituo vidogo vitatu vya utafutaji na uokoaji, yani search and rescue, katika Ziwa Victoria kwenye eneo la Kanyala Sengerema umefikia 68%, na Nsio kuelekea Ukerewe imefikia 71%, na Musoma mjini umefikia 80%. Serikali imenunua boti maalum ya kisasa ya matibabu, yani modern ambulance boat, yenye vifaa vya uokozi, huduma za dharura na za afya na matibabu ndani ya Ziwa Victoria. Vile vile serikali zetu zinaendelea kuhakikisha mashirikiano ya kazi za pamoja na ukaguzi wa vyombo vya baharini yanaendelea vyema baina ya mamlaka zetu mbili, yani TASAC na ZEMWE. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kujenga miundombinu ya bandari pamoja na meli. Bandari hizo ni bandari kavu, bandari katika maziwa pamoja na bandari ya Hindi kama vile bandari kavu ya Kwala, bandari ya kisiwa Mgao kwa ajili ya kuhudumia shehena chafu, yani dirty cargo, kama vile makaa ya mawe na saruji, na ujenzi wa bandari mpya ya Mbegani Bagamoyo. Pia ujenzi wa meli ya MV Mwanza umekamilika. Ukarabati wa meli ya Ukombozi ya MV Ukerewe imefikia 17%, na meli ya mafuta LT Nyangumi inatarajiwa kufanyiwa ukarabati mkubwa mwaka. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, napenda kutumia fursa hii kumpongeza Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuridhia kuanzishwa chuo cha mabaharia katika visiwa vya Zanzibar. Chuo hicho kitakachokuwa katika usimamizi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA kitakuwa ni chachu kubwa ya maendeleo ya fani ya baharia, kwani utaongeza idadi ya vijana kuweza kupata nafasi ya kujifunza masomo hayo. Serikali kupitia shirika la meli la Zanzibar imeendelea na ujenzi wa boti mbili za mwendokasi
ambazo zinatarajiwa kuwasili Zanzibar mwezi Juni mwaka 2026. Boti hizi ni kwa ajili ya kurahisisha safari za wananchi wake kati ya Unguja, Pemba, Tanga, Dar es Salaam na Mombasa. Kadhalika, serikali imeweka sera nzuri ya uwekezaji ambao zimepelekea kuwepo kwa chuo cha mafunzo ya baharia Zanzibar Danos Merchant Maritime Institute, Marine Institute, kinachomilikiwa na kampuni ya Danos yenye makao makuu yake nchini Ugiriki. Chuo hicho kimekuwa kikiratibu na kuendesha mafunzo mbalimbali ya baharia ili kukuza ufanisi wa kazi zao melini pamoja na kutoa ajira kwa mabaharia wa Kitanzania katika meli za nje. Chuo cha Danos kwa sasa kimekuwa kikishirikiana kwa karibu na chuo cha bahari Dar es Salaam, yani DMI, ili kuwapatia ajira zaidi mabaharia wa Tanzania. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Profesa Tumaini kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kuhakikisha leo hii inaweza kukamilika. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, serikali pia inaendelea kukamilisha mradi wa ujenzi wa bandari ya Shumba mjini, bandari jumuishi Makakani, Kizimkazi, ujenzi wa bandari kavu, ujenzi wa gati katika bandari ya Fumba na uimarishaji wa bandari ya Mkoani, ikiwemo kujenga jengo la abiria na ofisi, ujenzi wa bandari ya abiria Figadori, pamoja na kujenga maeneo ya vituo vya usafiri wa baharini, yani water taxi stations. Vile vile serikali kupitia mamlaka ya usafiri baharini ZMA inaendelea na usajili wa meli za ndani na nje kwa kuzingatia sheria na mikataba ya kimataifa, kusimamia usalama wa usafiri baharini, kufanya ukaguzi wa vyombo vya usafiri baharini vya ndani na nje, kuthibitisha vyeti vya mabaharia wa kigeni na mabaharia wanaosafiri nje ya nchi, pamoja na kutoa leseni na vitabu vya mabaharia, yani discharge. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, napenda kutumia nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza mabaharia wetu wote kwa mchango wenu mkubwa. Wito wangu kwenu, endeleeni kufanya kazi vizuri kwa kufuata taaluma zenu na misingi ya sheria zilizowekwa. Nimeelezwa kuwa katika maadhimisho haya kulikuwa na shughuli mbalimbali kama vile utoaji wa elimu katika shule za sekondari, zoezi la uokozi baharini, warsha kwa mabaharia, kuwatembelea mabaharia waliopata ajali katika kazi, pamoja na maonyesho katika mabanda kwa muda wa siku 4. Ni wazi kuwa maadhimisho haya yameleta manufaa makubwa kwa jamii. Ndugu viongozi na ndugu washiriki, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mabaharia wetu, na kwa hakika niwahakikishie serikali zetu zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunathamini sana mchango wenu mkubwa, na kwa hakika tunaheshimu na tutalinda maslahi kwa namna zote ya mabaharia wetu. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed, amesema wanatambua kuwa kazi ya ubaharia ni ngumu, yenye changamoto mbalimbali, ikiwemo kuhatarisha maisha yao, kukaa muda mrefu katika meli, hasa meli zinazofanya safari zake nje ya nchi, sambamba na kukosa muda wa kutosha kwa ajili ya familia zao. Dr. Khalid amesema serikali inaendelea na jitihada za kuweka miundombinu imara ya usafiri na usafirishaji kwa kuzifanyia marekebisho sera na miongozo ya usafiri wa bahari itakayowezesha utambuzi wa haraka wa changamoto zinazojitokeza baharini. Waliokuja hapa walisema kazi ya ubaharia ni ngumu, na ni ngumu kweli. Nitatoa kisa kimoja tu. Siku moja kulikuwa na ajali ya baharini, chombo kimepata hitilafu. Basi wakatoka vijana hapa kwenda kule kwa uokozi, lakini bahari ilikuwa chafu kweli kweli. Sisi tuko juu tunasubiri majeruhi warudi,
au waletwe. Bahati mbaya mheshimiwa, chombo kinakuja, kumbe kinakuja na yule aliyekwenda kuokoa yeye mwenyewe majeruhi. Kafika kule katapika, hakuweza hata kusimama, kanyanyuliwa juu kwa juu. Sasa nafikiria analetwa mmoja wa hao, kumbe kaletwa aliyokwenda kuokoa. Bahari ni kitu kigumu sana, na pale nilivyosema kwamba wako zangu, kwa sababu niliwapa history hawa ya kwamba na mabinti watatu, wawili wameolewa na mabaharia. Kwa hiyo shida zao nazihisi. Naye mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri baharini Zanzibar, ndugu Mtumwa Saidi Sandar, amesema serikali imeridhia mikataba mbalimbali ya kitaifa inayohakikishia mabaharia kufanya kazi zao wakiwa salama kwa kuzingatia utunzaji wa mazingira bahari pamoja na kuzingatia maslahi yao ipasavyo. Sandar amesema kufuatia siku ya mabaharia duniani, shirika la bahari duniani IMO litasisitiza umuhimu wa usalama kwa mabaharia katika utendaji wa kazi zao na kuwataka wasimamizi wa mabaharia kuhakikisha wanapatiwa maslahi yao pamoja na mafunzo ya mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya teknolojia duniani ili nao waweze kuendana na mabadiliko hayo. Amesema IMO imezindua kampeni ya kupambana na vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia katika kazi za ubaharia kwa mabaharia wanawake pamoja na kuwajengea uelewa wa mabaharia wanawake juu ya kutoa taarifa kwa vitendo vya udhalilishaji wanavyokumbana navyo. Katika kuhakikisha mafanikio makubwa yanapatikana kwa kufanyika kitaifa siku hii ya mabaharia kwa mwaka huu 2025, ambapo maadhimisho hayo ni ya 15 tokea kuanzishwa kwake na shirika la bahari duniani IMO. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity. Kwa tafsiri isiyo rasmi, bahari yetu, wajibu wetu, fursa yetu. Kauli mbiu hii inathibitisha juu ya kazi za msingi za IMO pamoja na nchi wanachama ambazo zina wajibu wa kusimamia usalama na utunzaji wa mazingira ya bahari. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama tunavyoelewa, suala la usalama ndio shughuli mama katika shughuli zote zinazosimamiwa na IMO tokea ilipoasisiwa. Hivyo nchi wanachama inapaswa kuridhia, kusimamia na kutekeleza mikataba ya kimataifa iliyotolewa na IMO kuhusiana na usalama wa mabaharia katika maeneo yao ya kazi. Serikali yetu imeridhia mikataba ya kimataifa inayohakikisha mabaharia wetu kufanya kazi wakiwa salama pamoja na utunzaji wa mazingira ya bahari. Mheshimiwa mgeni rasmi, Katibu Mkuu wa IMO katika salamu zake alizozitoa kwa mabaharia duniani kote mwaka 2025 alisisitiza umuhimu wa usalama wa mabaharia katika mabaharia hao kuhakikisha wanapatiwa maslahi yao ya pamoja na mafunzo ya mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.